Baraza la Umoja wa Makanisa ya Kipentekoste wao wamekuja na ombi. Ndio. Unasikia bwana? Wamekuja na ombi. Sasa ombi hilo likoje? Ambapo ombi lao limeenda kwa mkoa wa Tabora, wamekuja na ombi wakiwa pale mkoa wa Tabora. Ule Umoja wa Makanisa pale Tabora, Makanisa ya Kipentekoste mkoa wa Tabora, limeiomba serikali kuruhusu kuendelea kwa mkutano wa Injili unaotarajiwa kufanyika kuanzia Machi 19 hadi 22 mwaka 2026, ukiongozwa na mchungaji Dr. Dana Morey kutoka Marekani. Kwa hiyo hawa wamekuja kuomba mkutano bwana usisitishwe. Kama haya yametokea msaada, basi mkutano uendelee. Injili iende mbele kwanza. Haya mengine kidogo tuyaache. Si msaada ni tatizo. Lakini pia elimu endelee kutolewa. Sio sasa ombi hilo limekuja baada ya serikali ya mkoa kusitisha mkutano huo kupisha uchunguzi wa tuhuma zinazomkabili mchungaji huyo za kugawa mipira na vipeperushi katika shule za msingi zenye rangi zinazodaiwa kuashiria masuala ya mapenzi ya jinsia moja. Sasa akizungumza na waandishi wa habari, katibu wa CPCT huu moja sasa mkoa wa Tabora, mchungaji Lameki Hadhina amesema mkutano huo una manufaa makubwa kwa wakazi wa Tabora na ni vyema kuendelea wakati uchunguzi ukiendelea. Yani wakati sisi uchunguzi unaendelea, basi na mkutano uendelee. Sababu kama leo tarehe 17, leo tarehe 18, maana mkutano unatakiwa uanze kesho. Unaona mambo haya? Tusikilize kwanza Mchungaji Lameki. Mkutano ulioandaliwa na LAN kwa kushirikiana na CPCT mkoa wa Tabora usisimamishwe bali uendelee kwa sababu kubwa zifuatazo. Moja, uchunguzi wa makosa bado unaendelea na hatujapewa majibu rasmi kwa barua au kwa namna yote ile ya kwamba mambo hayo ni ya kweli au la. Hivyo tunapongoja uthibitisho huo, tunaomba mkutano huu uweze kuendelea kwa ajili ya faida ya wananchi wa mkoa wa Tabora kwa ujumla. Jambo la pili, maaskofu na wachungaji wanaounda Umoja wa Makanisa ya Kipentekoste katika mkoa wa Tabora sio mashoga na hatukubaliani na ushoga na hatujakaribisha mhubiri shoga, bali tumekaribisha mhubiri wa Injili ya Yesu Kristo ambaye hajaanzia tu Tabora bali amehubiri katika mikoa yetu ya Tanzania bara, kwa mfano Shinyanga, Mwanza, Kahama na sehemu zingine ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ana vibali maalum vya kufanya huduma hiyo katika taifa letu la Tanzania. Na si hivyo tu, yeye mwenyewe anapingana na anakemea ushoga, na tuna ushahidi wa baadhi ya mahubiri yake katika kukemea ushoga. Jambo lingine, CPCT ni chombo kinachofanya kazi kikatiba bila kuvunja sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kulinda mahusiano ya serikali na dini. Hivyo tunaomba vyombo vya habari na kamati za ulinzi na usalama ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa muendelee kutoa ushirikiano wa kutosha tunapoendelea katika mkutano huu na tunapoendelea kuihudumia jamii yetu katika mkoa wa Tabora kupitia mkutano huu wa ALN. Umeelewa vizuri Nimeelewa vizuri. Yani wanachojaribu kuzungumza ni kwamba isitafsiriwe vibaya kwamba sasa kama ni hivyo basi huu Umoja wa Makanisa umekaribisha mhubiri shoga. Na kwamba Umoja wa Makanisa ya Kipentekoste hao pia hawaungi mkono mashoga na wapo kinyume na haya mapenzi ya jinsia moja. Lakini pia msingi zaidi ni kwamba mhubiri huyu anahitajwa hapa amewahi kufanya kazi Tanzania kwenye mikoa mingine tofauti. Ndio. Kuna swali najiuliza. Swali gani? Swali ambalo nilikuwa najiuliza ni kwamba kama ameshawahi kufanya kazi katika maeneo mbalimbali hapa nchini na mpaka mwisho wa siku akaenda Tabora, na kama ni desturi yake ya misaada ambayo inaletwa kutoka nje kuingia hapa Tanzania, je, hizo zawadi ambazo umeshawahi kupokea wengine zitakuwa ni zawadi za namna gani? Kwa sababu mpaka yeye kiongozi ama mimi huyu mchungaji kuleta hizo zawadi kuja hapa Tanzania imekuwa ni desturi yake.
Je, katika maeneo mengine imekuaje? Walileta hizo zawadi, sijui mipira ya namna hiyo, na kama uchunguzi haukufanyika, yani umakini haukuwepo, nini kilitokea? Ni lazima kitu cha kujiuliza, na mpaka sasa hivi nilikuwa najiuliza pia, inawezekana ikawa ni hali mbaya. Kwa hiyo ni vizuri zaidi wachungaji, kwa sababu wanakutana na watu wengi kutoka nje na maeneo mbalimbali, wazingatie kile ambacho wanakipokea na wanacholisha jamii, si ndio? Yep. Kwa sababu wanazungumza na jamii, inawezekana ndani ya kuzungumza na jamii kuna kile kitu ambacho wanapata. Kama wanapata, basi kisiende kuzuru jamii, wala wachungaji wasiwe kikwazo, ama wasiwe ni watu mmoja wapo ambao wanaenda kuangamiza taifa kwa sababu ya vitu ambavyo wanapokea kutoka nje, bila kujua ni kitu gani specific ambacho kinatoka nje, kinacholetwa na hao wachungaji ama watu wakubwa kutoka nje. Na swala jingine la msingi ni kwamba kama tunachunguza kweli, yes, na tupo serious kweli na taifa letu la Tanzania, najua shida, mimi naomba na msikilizaji au mtazamaji pia usichanganyikiwe. Shida sio mkutano wa Injili. Shida ni vile vipeperushi na zile zawadi za mipira na nini. Hiyo ndo shida ile mipira. Na mara nyingi ndaki katika mkutano hii huaga mara nyingi wanagawa hivyo vipeperushi. Je, mahali pengine imeshawahi kutokea hivyo? Yani izingatie na fuatilia kwa kiasi kikubwa katika mikutano mikubwa ya Injili, vipeperushi huaga vinagawiwa watu, sasa hujajua hicho kipeperushi kimeandikwa kitu gani. Hatari.